usepa anena ota kwaka de tukuku ubi amana keke acho ota yo seteme tena kweto aku. Wakati ambao dunia inaendelea kunufaika na utandawazi ambao umebadilisha mitizamo na asili ya maisha ya watu wengi, ipo jamii moja katika ardhi ya Tanzania ambayo bado inaishi kwa mtindo wa maisha ya kale sana. Hapa nazungumzia karne ya 19 ambayo binadamu aliishi kwa kutegemea mawindo ya wanyamapori na mizizi pekee. Langu jina naitwa Sadiki Ngemba, na leo katika Jicho la Mtafiti tutakwenda kuwachimba vyema kabila la Wahadzabe. Wahadzabe ni kabila kutoka Tanzania linaloishi hasa kando kando ya ziwa Eyasi, kwenye bonde la Ufa na katika uwanda jirani wa Serengeti. Wahadzabe idadi yao hawafiki hata 1000. Inakadiriwa kuwa kati ya 300 mpaka 400. Kabila hili linaishi kwa kuwinda na kuchuma chakula bila uzalishaji kama walivyofanya mababu zao hapo awali. Wahadzabe hawana undugu wala ukaribu na kabila lolote lile, na hata lugha yao ni ya kipekee kabisa. Yako mengi ya kustaajabisha katika kabila hili, likiwemo lile la kula kila aina ya mnyama, kwa maana simba, tembo na nyani, kasoro mnyama mmoja tu ambaye ni fisi. Unaambiwa Mhadzabe anapotaka kuoa, sharti lake ni kupeleka nyama ya nyani dume mkubwa na debe moja la asali. Kuhusu dini, Wahadzabe si Wakristo wala Waislamu, wala si yale makabila wanaoabudu miti. Wao hutazama jua na mwezi kama ishara ya kuabudu Mungu wao. Wakati vijana wa Kinondoni na wadada wa Mbagala wakishindana kuvaa na kumiliki simu kali, Wahadzabe wao wako bize na maisha ya porini, wasijue hata nini maana ya TikTok au Instagram. Ama kwa hakika hii ni hazina ya nchi ya Tanzania, na ni fahari kuwa na kabila hili kwa karne ya leo. Jicho la Mtafiti litaendelea kutazama kabila hili. Langu jina naitwa Sadiki Ngemba. Tukutane wakati mwingine.